بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، nisema kwa leo tutazungumzia mambo ya tamaim ama wanaita tamima, na sisi kwa lugha yetu tunaita irizi, sio? Na kama nilivyowaambia, haya ni katika yale masaili ambayo pia utashangaa sana ukisikia maneno ya maulama, hususan kulingana na hii jamii tunayoishi. Utadhani kuwa zile tamaim zote nini, sikia shirki, sikia nini, utashangaa sana. Subhanal khaliq, utashangaa sana ukisikia nukulat za maulama. Kama nafikiri tulivyozungumza kuhusu tawasuli na tabaruku na maulid, katika mambo ya kusikitisha sana kuwa watu hawafanyi insafu, watu hawafanyi haki. La, sisi kama Waislamu ujue siku ya kiyama tutaulizwa kwa nini kufanya uadilifu. I'diluhu aqrabu littaqwa. La yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Sio kwa madamu wewe waona kama ambaye mtu amefanya makosa ama amekufanya nini, amekukosea, amekutukana, basi usifanye uadilifu. La, baadhi ya mashekhe zetu wakituambia, wewe ukifanya muamala na mtu yoyote, alhamdulillah rahmukallah, ukifanya muamala na mtu yoyote, fanya naye muamala kulingana na akhlaqi zako, usifanye naye muamala kulingana na akhlaqi yake. Yani wewe amiliana na mtu kulingana na nini? Nature yako, kawaida yako. Usiamiliane na mtu kulingana na nature yake. Yeye ni mkorofi, basi wewe pia usijifanye mkorofi. Bwana mkorofi huyu, sasa yeye ndo mkorofi, wewe mbona wewe mkorofi? La, wewe amiliana na mtu kulingana na nini? Na nini yako, na akhlaqi zako, na kawaida yako. Tamam. Hayo utaona katika jamii watu hunukuu tu zile nususi wanazozitaka pasi na kuangalia, yani subhanallah, ni jambo la kusikitisha sana. Kwa hiyo haya mambo ya tamaim, tamaima ama tamaim ama hiyo irizi ni kitu kama kamba hivi, mtu anafungwa sana sana watoto wadogo, na anafungwa huwa mara nyingi imesomewa dua fulani, umeelewana? Na hiyo la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, hizo tamaim huwa asli kwa Waislamu ni tamima ama hiyo irizi isomewe Qur'ani au isomewe dhikri fulani. Imepokewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar, asema Abdullah ibn Umar huwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alisema, idha faza'a ahadukum falyaqul, ikiwa kuna mtu atapata fadha'i, atapata uoga, atapata kutishika, atapata kukereka na kitu, basi aseme a'udhu bikalimati llahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min sharri ibadihi wa min hamazati ash-shayatin wa an yahdurun. Sawa. Kisha mpokeza hadithi asema, wa kana Abdullah ibn Umar yuallimuha man balagha min banihi. Ilikuwa Abdullah ibn Umar, lakini kawaida sema anawafundisha watoto wake waliofanya nini, waliobalighi, man balagha, waliobalighi, an yaquluha, waiseme hiyo dua inda naumihi, au an yaqulaha inda naumihi, aseme wakati kufanya nini, wakati kulala kwake. Wa man lam yablugh, na yule ambaye hajabalighi, katabaha. Sayyidina Abdullah ibn Umar alifanya nini? Aliandika, thumma allaqaha fi unuqihi, kisha akafanya nini? Akaifunga kwenye shingo yake. Qala al-Hafidh Ibn Hajar, sasa
hadha hadithun hasanun akhrajahu at-Tirmidhi. Hii ni hadithi hasan ameipokea nani? Al-Imam at-Tirmidhi. Yani hadithi ya kwanza tunaona la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tunaona Ibn Umar ni sahaba, na ni sahaba miongoni mwa masahaba ambao walikuwa wasomi zaidi, na sio wasomi tu, ni katika masahaba ambao walikuwa na ihtimam kubwa sana na nini? Kubwa sana na sunna. Walikuwa na ndio hapa mfano ile siku tukizungumzia nafikiri mambo ya kutabaruku. Kwa Saidina Umar alikuwa kana yatatabba'u athara Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Alikuwa akifuata zile athari za Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mpaka kuna sehemu niliwaambia alikuwa kuna mti. Siku moja Saidina Abdullah ibn Umar amekuja, ule mti ile ilikuwa wakati wake yeye, ama wakati wa kupokea hii hadithi ama ikikiswa, mti ushafanya nini? Ushakatwa. Yeye akaja akazunguka pale na farasi wake ama kipando chake. Wale masahaba wengine ama watu wengine wakamuuliza mbona ufanya hivyo? Akasema mimi nakumbuka hapa kulikuwa na mti. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa haya aliwahi kufanya nini? Kuzunguka. Mimi sijui amezunguka kwa nini wala nini wala nini. Mimi nimekuja pia nimezunguka. Hii ndio ilikuwa ihtimamu yake na sunna wa Abdullah ibn Umar. Yeye ndo hapa alikuwa akiwafungisha nani? Watoto wake ambao hawajabalighi. Na imepokewa kwa Sayyidatuna Aisha. Hii ni riwaya pia imepokewa kwa Sayyidina al-Imam Ahmad, yani kauli hii kuwa ilikuwa yeye Sayyidatuna Aisha kanat la takrahu tamima min al-Qur'ani ba'da nuzuli al-bala'i wa qabla nuzuli al-bala'i wa takrahu ba'dahu. Asema yeye Sayyidatuna Aisha ilikuwa haogopi, ilikuwa hachuki, afwan, kanat la takrahu, ilikuwa hachuki at-tamima, yani hiyo irizi, lakini ikiwa min al-Qur'an, ikiwa imetokana na nini? Na Qur'ani. Sawa? Kabla nuzuli al-bala, kabla ya kushuka nini? Kwa balaa. Yani ikiwa mtu bado hajakuwa mgonjwa ama hajafanyika balaa yoyote, pale ndo ilikuwa yeye hachuki. Watakarahu ba'dahu, na alikuwa anachukia mtu afanye nini? Avishwe hiyo tamima ama afungwe baada ya balaa kufanya nini? Kuteremka. Pale ndo alikuwa anachukia. Sisi mahallu shahidi ni kuwa madamu kuna wakati ilikuwa hachukii moja kwa moja, si nini? Si shirki. Basi alhamdulillah. Na wengi wanaofungwa hizi tamima ama hizo irizi, wengi wanaofungwa yani katika Uislamu, tuzungumzie sio kwa Uislamu, wengi wanaofungwa hizo tamima katika Uislamu wanafungwa kabla, yani wakiwa wadogo, sio kuwa ashafanyika kitu fulani, yeye anafungwa kama kawaida, sio? Sasa qala Hannad fi Zuhdi. Sasa napokea maelezo ya Sayyidatuna Aisha. Anasema Ibn al-Mubarak amemweleza an Talha ibn Abi Sa'id an Bukair ibn al-Ashaj an al-Qasim an Aisha qalat, wa Sayyidatuna Aisha asema inma at-tamaimu ma ulika qabla al-bala, kwa hakika ile tamima hiyo irizi ni ile ambayo imefungwa ama imealikishwa kabla ya nini? Kabla ya balaa, kabla ya matatizo. Fama ulika ba'da al-bala'i falaysa min at-tamaim. Bas, na ile ambayo imeanikwa ama imeandikwa baada ya nini? Baada ya balaa, basi ile haitwi tamima. Ile haitwi nini? Tamima. Maulama wana maelezo, baadhi ya maulama wanasema yani amemaanisha ile si tamima, maana ile ni shifa tu, kama vile dawa ya kawaida inakuja baada, lakini ile haitwi nini? Tamima. Haitwi tamima. Sawa? Na isnadi yake ni sahihi. Na isnadi yake ni sahihi. Sawa? Na imepokewa pia kutoka kwa al-Imam al-Baqir. Al-Imam al-Baqir katika al-Bait Rasulillah. Al-Imam al-Baqir pia asema hivyo hivyo kuwa wao walikuwa wana ada, wale watoto wao wadogo ambao hawajui kufanya nini? Kusoma, hawawezi kuhifadhi, wanaandikiwa zile dua ama aya za Qur'ani, ayatul kursi, dua fulani, aya fulani zaandikwa wapi? Kwenye tamima, kisha wanafanya nini? Wanafunga. Sawa? Na imepokea pia kama hivi kwa Said ibn al-Musayyib, na imepokea kwa wengi katika tabi'ina, wengi sana katika tabi'ina kuwa walikuwa watoto wao wakifanya nini? Wakiwafungia zile tamai. Na utapata kwenye vitabu, yani wewe ukitafuta ajib jiddan. Mimi mara kwanza nilipokuwa natafuta masala haya bihusus hadha tamima, manake mara kwanza niliposikia kuwa ati takuja tutazungumzia kauli ya madhehebu, yani tutanukuu maneno ya madhehebu, nilipokuja nikasikia kuna watu wasema yafaa, nilishtuka sana kuwa kuna watu wasema yafaa.
Haki sisi tumekuzwa shirki. Sasa nilipokwenda nikatafuta, mimi nilishangaa sana. Tabiina wengi utasikia nukulati zaidi ya nukulati 20 30. Huyu asema hivi. Na niliwaambia mara nyingi, wewe ukinukuliwa maneno yoyote usibaki tu kusema Ibn Umar ndo amesema, la, angalia nani amesahihisha, ametaja kwenye kitabu gani. Manake kama Ibn Umar ndo amesema, si kuna tabiina ama kuna kina Ibn Hajar ndo ameipokea. Ibn Hajar amepokea kwa mtu, amepokea kwa Nawawi, amepokea kwa mtu mpaka kwa nani? Hawa wote maana yake nini? Maana wake wote wanaikubali. Sasa utaona ndiyo maneno ni ya mtu mmoja, lakini wale wote walioipokea bila kuipinga, maana yake wamefanya nini? Maana yake kama ni shirki pale wangefanya nini? Wangepinga. Ngao tutaangalia dalili zao nzuri alhamdulillah. Hatuendi tu kama nilivyoambia mara milioni. Ahlus sunna hawaangalii tu dalili zetu kisha tutembea. Pia zile dalili zao ambao wao wanadhani ni dalili, maulama wetu wamefanya nini? Wamezieleza. Kwa hivyo tutataja dalili yao. Wana dalili na dalili, yani dhahir al-amri ndio utaisikia, lakini pia ukitaamal, niambie, ukifikiria dakika 2 utadhani wako sawa, lakini ukiketi kama dakika 10 hivi utaona makosa hapa, kama tutakavyoona. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sawa. Dalili zetu hawa kina Ibn Umar na nini dalili yao nini? Amepokea itaje Imam Muslim, apokea Imam Muslim kidogo, sawa, afwan, amepokea kwa Sahih Muslim an Auf ibn Malik al-Ashja'i, asema kunna narqa fi al-jahiliya, ilikuwa sisi tufanya ruqya wakati wa nini? Wa jahiliya. Fakulna ya Rasulullah, tukasema kumwambia bwana mtume, mtume Mwenyezi Mungu, kaifa tara fi dhalika, waonaje katika hiyo, katika ile ruqya ambayo ilikuwa sisi tufanya nini? Tufanya. Faqala, akajibu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, a'ridu ala ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi shirk. Asema waacheni ile ruqya ambayo mlikuwa mmezoea, lakini hakuna makosa katika ruqya ambayo haina nini? Haina shirki. Hakuna makosa katika ruqya ambayo haina nini? Haina shirki. Sawa? Na hadithi ambazo zinaonyesha kuna ruqya shar'iyya ni nyingi, sio? Asema al-Imam al-Baihaqi, hadha kulluhu raji'un ila ma qulna, yani alikuwa na maelezo ashazungumzia kuhusu hizi hadithi. Asema innahu in raqa bima la yu'raf, ikiwa atafanya ruqya kwa kitu ambacho hakijulikani, au ala ma kanat alayhi al-jahiliya, au kwa kitu ambacho ilikuwa majahilia ndio wakifanya nini? Wakitumia. Asema min idafati al-afiya ila ar-ruqa, yani kuwa watu wanaona kuwa ile ruqya ndio yenye kupoza ama yenye kuponya. Asema lam yajuz, haifanyi nini? Haifai. Wa in raqa bi kitabillah, nikiwa atafanya ruqya kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu, au bima yu'rafu min dhikrillah, au kwa inachojulikana kwa dhikra Mwenyezi Mungu Ta'ala, mutabarrikan bihi, kwa kutabaruku nayo, wa huwa yara nuzula shifaa min Allah Ta'ala, na yeye yaona kuwa shifa kutoka nani? Kutoka kwa Mwenyezi Mungu aliyetukuka. La ba'sa bihi wallahu Ta'ala a'lam, hakuna makosa na hiyo, na Mwenyezi Mungu anajua zaidi. Na hivyo ametaja al-Imam an-Nawawi katika kitabu chake al-Majmu'. Sasa hapa tuzungumzia ruqya, imeingiaje, itwaje ile? Imeingiaje hii mambo ya tamaim ama irizi? Naam, wanatuambia maulama kuwa hizi tamaim nini kihakika? Ni nau' min ar-ruqya, ni katika aina za nini? Maana ruqya ni usomea maji, usomea kisomo maji, kisha vile hii tamima imeandikwa pale, huwa ni kikaratasi nafikiri chaandikwa kisha chatiwa kwenye ile kamba, sio? Ama wale wanaojua wao chafungwa na ile kamba ama chatiwa ndani ya ile kamba. Na hii ni ruqya. Sasa ikiwa ruqya ya Qur'ani, ruqya ya sheria ile ya kusoma imekubalika, basi pia tamami ni vile. Yani tamima ni katika ruqya, kama tutakavyokuja kutaja hadithi za kupinga. Maana hadithi kubwa ama miongoni mwa hadithi kubwa wanazotumia kupinga ni kauli ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwa inna tamaim waruqa wa itwaje la ilaha illa Allah watiwala min ashirk ama shirku, kuwa tamima na ruqya na ile tiwala kama hiyo tamima
tiwala ni kama hiyo tamima takriban, tutakuja kueleza. Sema hizi ni shirki, lakini tutaona kwenye hadithi nyingine bwana mtume akaja akafanya takhsis. Hapa ameweka am kuwa ruqya nini? Shirki. Kuwa irizi nini? Shirki. Lakini kwenye hadithi nyingine akaja akaeka takhsisi akasema la, ruqya ile ya kijahilia, ruqya ambayo ina shirki ndio nini? Ndio haifai. Ruqya ambayo maneno hayajulikani, manake itaje hizo ruqya na hizo irizi mara nyingine yake maneno yanayosemwa pale hayaeleweki. Maneno yanayosemwa pale mara nyingine hayaeleweki na ni shirki. Sasa hapo ndio tutakwambia hii ndio shirki. Kama ruqya ya Qur'ani, kama tunavyojua ruqya shar'iyya haina neno kabisa, bali sunna bwana mtume amefanya. Na maulama wote yani kwa ijmaa ya wanazuoni kuwa ruqya ya Qur'ani haina nini? Haina ishkali. Lakini hapa kwenye hadithi bwana mtume anakuambia ruqya ni katika shirki. Sio? Tutakuja kueleza ni vipi. Sawa? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sasa tukirudi katika madhehebu manne, la ilaha illa Allah. Aitwaje Ibn Hajar al-Asqalani kwanza akicheresha hiyo hadithi ya inma tamaim waruqa watiwala shirkun, au kama qala sallallahu alaihi wa sallam kuwa tamima ambayo ni rizi na ruqya ambayo ni ruqya maarufu ama aitwaje hiyo tiwala, hizi ni shirki. Sasa Ibn Hajar al-Asqalani anaeleza asema wa tamaim jam'u tamima wa hiya hirzun au qilada, na hiyo tamima ni hirz, ni rizi ama ni qilada. Qilada ni mkufu tuallaq fi ar-ra's. Kanu fi al-jahiliya ya'taqiduna anna dhalika yadfa'u ايش, anna dhalika yadfa'u al-afat. Wao wakati wa jahiliya walikuwa wakidhani ile ndio wakiitakidi kwa ile ndio inatoa nini watiwala bikasri al-muthanna wa fathi al-wawi wal-lam مخففا شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر. Tiwala ni kitu ambacho wanawake walikuwa wakitukua wakati wa jahiliya wakitaka kuvuta mahaba ya mume wao, wa huwa darbu min as-sihr, na hiyo ni katika aina ya nini? Ya uchawi, ya haram. Asema wa inma kana dhalika min ash-shirki, na ilikuwa hizo. Yeye hapa ametoa maana mbili tu ya tamima na nini na ya tiwala, maana ke ruqya maarufu. Sasa sema hizi zote zilikuwa katika shirki, liannahum, kwa sababu wao aradu daf'a al-madari wa jalba al-manafi' min indi ghairi Allah, kwa ajili wao walitaka kuvuta manufaa ama kutoa madhara, kuwa mbali na madhara kwa kitu ambacho si nani, si Mwenyezi Mungu. Asema wala yadkhulu fi dhalika ma kana bi asma'i llahi wa kalamihi, na haingii katika shiriki kitu chochote ambacho kimekuwa ni kwa majina ya Mwenyezi Mungu au kwa nini, kwa maneno ya Mwenyezi Mungu. Huni Ibn Hajar al-Asqalani katika sharh ya nini, sharh ya itwaje Sahih al-Bukhari. Sawa. Al-Imam al-Munawi, al-Imam al-Munawi huyu pia ni katika wanazuoni kama sijakosea wa madhehebu ya al-Imam Malik, kama madhehebu ya Malik au Abi Hanifa. Asema katika hadithi imekuja inma, yani ya hivi vitu ni shirki. Sasa asema ay mina shirki samaha shirkan lianna almutaarif minha fi ahdihi ma kana ma'hudan fil jahiliya. Asema bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam, kwa sababu bwana mtume ameita shirki kwa sababu lilo kuwa limezoeleka katika zama zake ni hirizi, ni etaje ile, ni ruqya ya kinini, ya kijahilia, ni ruqya ya kijahilia na ilikuwa ina shirki. Ndio maana bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam asema hii ni shirki. Kisha asema wakana mushtamilan, na ilikuwa imekusanya ala ma yatadammanu ashirk. Zilikuwa zile ruqya wakizifanya ama hizo irizi wakizifanya ama hiyo tiwala wakifanya, ilikuwa imekusanya vitu ambavyo vimebeba ndani yake nini, shirki. Au li anna ittikhadhaha yadullu ala i'tiqadi ta'thiriha, ama bwana mtume ameita shirki kwa sababu baadhi ya watu wakivaa ile wanaitakidi kuwa ile ndio inaathiri, ile ndio inaponya, ile kitu ndio kinaponya. Ndio maana bwana mtume akasema nini, ni shirki. Asema wayufdhi ila shirki dhakarahu alqadhi, na hiyo inapelekea kuwa ni shirki. Ametaja nani? Qadhi. Fikiri hapa akimaanisha qadhi yake. Waqala at-Tibi rahimahullah almuradu bishirk i'tiqad anna dhalika sababun qawiyyun wa lahu ta'thirun. Asema almurad bishirk, mapendeleo kuwa ni shirki
ni kuwa mtu aitakidi kuwa ile ni nini, ni sababu ya nguvu, ndio yenye kufanya nini, kuathiri, ina taathiri kubwa. Sawa, wadhālika yunafi tawakkul, na hiyo inapingana na nini, na tawakkul kwa Mwenyezi Mungu. Sawa, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasul. Kisha asema al-arab kanat taqid fala yadkhulu fi dhalika ma kana bi asma'illahi wa kalamihi wala man 'allaqaha tabarrukan bi dhikri Allah aliman annahu la kashifa illa Allah fala ba'sa bihi. Asema haina neno mtu ikiwa ataandika pale majina ya Mwenyezi Mungu shaifunge, ama ataandika Qur'ani shaifunge kwa kutabaruku, ama hata kama si kutabaruku atake ni sababu, lakini yeye wajua Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kufanya nini, mwenye kuponya. Hakuna mtu mwingine mwenye kuponya isipokuwa Mwenyezi Mungu. Haina neno. Kama unapokula dawa, kwa ufupi, kama unapokula nini, kama unapokula dawa, haina ubaya wote wala haina makosa yote. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Naam. Na imekuja kutoka kwa Imam Ahmad bin Hanbal, asema mtoto wa Ahmad bin Hanbal, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, wa fi kitabi ma'rifati al-ilal wa ahkam ar-rijal an Abdullah bin Ahmad bin Hanbal qala, asema huwa Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal, ni katika mtoto wa Imam Ahmad huyo maarufu. Qala hadathani abi, qala hadathana Yahya ibn Zakaria ابن أبي زائدة قال أخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن فراس عن الشعبي كتابعين قال شعبي كتابعين معروف سنة أسمى قال لا بأس بالتعويذ من القرآن يعلق على الإنسان. hakuna ubaya tukutumia ta'widh. Ona hiyo tamima, ta'widh yote ni kitu kimoja. Huwa mara nyingine unasema ta'widh, mara nyingine unatumia nini, tamima. Sasa sema la basa, hakuna ubaya bitawidhi kwa hiyo tamima, kwa hiyo irizi min alqur'ani, ikiwa imetokana na nini, Qur'ani, yu'allaqu ala al-insani, ikiwa itaanikwa kwa nani, yani itafungwa kwa mwanadamu, hakuna ubaya wote. Hizi ni aqwali za salaf. Tuangalie madhehebu manne. Madhehebu ya kwanza, madhehebu yetu madhehebu ya Abi Hanifa, afa madhehebu ya Abi Hanifa, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Qala al-Qutbi, kitabu gani? في المغرب المطرزي المغرب عفوا كتاب chenyewe ni المغرب للمطرزي وشيخ مطرزي الحنفي لو شيخ ابي ماذا ابي حنيفه اسمه. قال العتبي وبعضهم يتوهم ان المعاذات هي التمائم وليس كذلك، انما التميمه هي الحرزه اما هي الخرزه، ولا باس بالمعاذات اذا كتب فيها القران او اسماء، اذا كتب فيها القرآن أو أسماء الله عز وجل. hakuna ubaya. Ibn Abidina tumemtaja sana, sio? Tumemtaja sana. Ibn Abidina asema katika hashia yake, huyu Ibn Abidina kitabu chake ni maarufu katika fiqh ya madhhab ya Imam Abi Hanifa, ni kitabu cha tegemewa sana. Asema inma tukrahu, la ilaha illa Allah, afwan, at-tamima al-makruha ma kana bighairi al-Qur'an. Tamima ambayo ni makruh ni ile ambayo imekuja bila nini, sio kwa Qur'ani. Qalu inma tukrahu al-iwadha idha kanat bighairi lisani al-arab. Ile tamima inachukiza ikiwa yani na haifai ikiwa ni katika ulimi sio wa Kiarabu, yani lugha nyingine. Wala yudra ma huwa, na haijulikani nini hiyo. Wala'allahu yadkhuluhu ايش sihr, huenda ikaingia sihr au kufr ama kufr au ghairu dhalika au mambo mengine. Wa amma ma kana min al-Qur'ani au shay'in min al-Qur'an au shay'in min ad-da'awati fala ba'sa bihi. Amma inayokuja kutoka kwenye Qur'ani ama dua haina makosa. Hii inaitwaje, ni kitabu cha Ahnaf. Ibn Abidina pia anaitaja katika hiyo hasa yake, sehemu nyingine pia ametaja hivyo. Sawa, twende madhehebu mengine, tusitaje wengi. Madhehebu ya Imam Malik asema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hukmu ta'liq tamaim al-Qur'an, hukmu ta'liq tamaim al-Qur'ani wa dhikri wa du'a 'inda al-Maliki. Asema fi at-Tamhid, kitabu cha Ibn Abd al-Barr mashaallah maarufu sana katika wanazuoni wa Malik. Hata kuna masala baadaye soma, mkifika kama kwenye Umda ama mkifika kwenye Minhaji sawa, utapata kuna masala sisi kihakika, pamoja na kwa sisi ni Shafi'ia, tumemkhalifu Nawawi na tumechukua kauli ya Ibn Abd al-Barr.
nitawahi kuambia inshallah, lakini ni tayari sasa hivi muondoka. Nikikumbuka nitaambia ni masala gani, maana kidogo yataka maelezo. Kuna masala tumemkhalifu Nawawi ambaye ni katika madhehebu yetu, na tumechukua kauli ya nani? Ibn Abdul Bar. Sio katika madhehebu yetu, madhehebu ya Malik. Almuhim, Ibn Abdul Bar maarufu asema la ilaha illa Allah, wa qad qala Malik kwenye kitabu chake At-Tamhid, wa qad qala Malik rahimahullah la ba'sa bi ta'liq al-kutub allati fiha asma'ullah عز وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين، وهذا معناه قبل أن ينزل به شيء من العين، ولو نزل به شيء من العين جاز الرقية عند مالك وتعليق الكتب. tufasiri tena. Asema hakuna makosa mtu ikiwa ataanika vitu ambavyo vimeandikwa nini? Majina ya Mwenyezi Mungu kwenye nini? Kwenye shingo za wagonjwa. Sawa? Ala wajhi tabarruki, kwa namna ya kutabaruku. Kisha wa fitaji wal iklil. Hiyo kitabu kingine cha Maliki asema Sami'a Ashhab la ba'sa bima tu'liquhu al-ha'id wal-hubla was-sabi min maradin aw 'ainin wal-khayl wal-bahaim kadhalika. Hakuna ubaya ikiwa mtu mwanamke mwenye hedhi. Hapa ametaja mwanamke mwenye hedhi moja kwa nini? Kwa sababu hafai kugusa Qur'ani. Mwanamke mwenye hedhi hafai kugusa Qur'ani, ndio ikabidi wataje mambo ya hedhi. Umeelewa? Ndio akataja ni mwanamke mwenye hedhi. Mwanamke mwenye hedhi au mwanamke mwenye mimba au mtoto mdogo haina makosa, kama ana maradhi ama na kitu chochote kingine kufunga nini? Kufunga tamima, bora tu ina Qur'ani au ina majina ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Hiyo madhhabu ya Imam Malik, na vitabu ni vingi, utaweza kuangalia sharh ya Al-Kharshi ala itwaje Khalil niliwaambia. Huyo Khalil ni yani kitabu ni mwanachuoni, kitabu chake mpaka imezoeleka chaitwa nafikiri Mukhtasarul Khalil. Vipi yani imezoeleka Mukhtasarul Khalil? Yani manake kitabu kile lazima kisomwe na mtu yote katika madhhabu ya Imam Malik. Ushana, ndio maana kitabu chake hata jina mimi mpaka leo nafikiri jina lake silijui. Mimi usikia Mukhtasarul Khalil, yani mukhtasar ya nani? Ya Khalil, mukhtasar ya Khalil. Ni katika fiqh ya madhhabu ya Imam Malik na ni kitabu cha tegemewa sana, kama vile kusema Zubad labda. Kuna wengine watakwambia kitabu Mandhumat ibn Raslan. Manake Safwat az-Zubad mwenyewe aitwa Ibn Raslan Ramli, si Ramli yule wa Ibn Hajar, Ramli mwingine. Huyo Ramli manake mwenye mandhuma ya Zubad alikuja kabla ya Imam Ramli. Imam Ramli amesherehesha, babake Imam Ramli kama sijakosea. Babake Imam Ramli amesherehesha Zubad. Amesherehesha Zubad, ana sharhi si ndefu, yani si sharhi kubwa sana lakini sharhi nzuri. Almuhim, hii Zubad mara nyingine utaona kuna watu wasema Mandhuma ibn Raslan. Ni mandhuma ya nani? Ya Ibn Raslan. Yani ya yule mwanachuoni yule. Manake imezoeleka vile. Muallif anajulikana, labda hata jina la kitabu lipotee. Labda vile mimi madhhabi ya Imam Shafi'i ndio kitabu najua jina. Lakini unaweza kupata kuna watu wengine madhhabi mengine labda hawajui jina la kitabu. Wanajua tu muallif. Kwa hakika. Sasa huyu Khalil ni hivyo hivyo. Pia katika sharh ya Mukhtasar al-Khalil ameeleza masala ya tamima. Utaenda utaangalia kitabu. Haya madhhabi ya Imam Shafi'i. Kauli ya Imam al-Baihaqi tumeitaja. Sasa tutataja kauli ya Imam Nawawi. Anasema rawa al-Baihaqi بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه كان يأمر بتعليق القرآن وقال لا بأس به. قال البيهقي هذا كله راجع إلى ما قلنا إنه إن رقى بما لا يعرف أو على ما كانت عليه الجاهلية من إضافة العافية إلى الرقى لم يجوز، وإن رقى بكتاب الله paka mwisho ni ile ile tulopokea. Tena katika hiyo majmui wengine Imam Nawawi anasema wa yuhtamalu an yakuna dhalika wa ma ashbahu min an-nahy wal karaha fi man yu'alliqa. Sasa Imam Nawawi katika hiyo majmuu anapokea maneno ya Imam al-Baihaqi akizungumzia ile hadithi ya kuonyesha kuwa ile tamima haifai. Asema qala al-Baihaqi ni sehemu nyingine wa yuhtamalu an yakuna dhalika, na inawezekana kuwa makusudiwa katika hii wa ma ashbahu na iliyofanana na hizi hadithi minan nahi wal karaha, hadithi inaonyesha makatazo ama huwa ni makruh fi man yualliquha, kwa yule mwenye kualliq mwenye kufunga hiyo tamima. Sema wa huwa yara tamam al afia, yeye anaona kuwa
Hii ndio inatimiza nini? Inatimiza afya. Yani hii ndio inaleta kupoa. Hii ndio inaponya. Wa zawala al-illati biha. Na kuwa ile illa ama yale maradhi alionayo yanaondoka kwa kupitia nini? Tamima. Hapa ndio haifai. Asema ala ma kanat alayhi al-jahiliya. Kwa vile namna ambavyo walikuwa majahilia wakifanya. Wa amma man yu'alliguha mutabarrikan. Ama yule ambaye atafunga ile kwa kutabaruku bidhikrillah ta'ala fiha, kwa dhikri ya Mwenyezi Mungu katika hiyo tamima, wa huwa ya'lam, na anajua an la kashifa illa Allah, an la kashifa lahu illa Allah, yakuwa hakuna mwenye kuondoa ile itwaje shida ama kero ama tabu isipokuwa Mwenyezi Mungu, wala dafi'a anhu siwa, fala ba'sa biha insha Allah ta'ala. Basi hakuna makosa insha Allah. Na hapa amepokea itwaje maneno ya nani? Tumepokea maneno ya itwaje Said ibn al-Musayyib, huoni katika tabi'in. Kisha baada hapo sasa kauli ya madhhabu ya mwisho ambayo ni kauli ya nani? Madhhabu ya Imam Ahmad bin Hanbal, asema fi tashih al-furu'i lilmirdawi. Mirdawi tumemtaja wapi? Mmesahau. Tumemtaja wapi kwenye masala yapi? Mirdawi. Hakuna sehemu tumetaja wanazuoni wingi isipokuwa kwenye tawasuli. Kwa al-Mirdawi tumemtaja kule kwenye tawasuli kama sijakosea. Asema wa fi tashih al-furu'i, katika kitabu chaitwa Tashih al-Furu' cha huyu al-Mirdawi, asema qala fi adab ar-ri'aya wa yukrahu ta'liq at-tama'im wa nahwiha wa yubahu ta'liq al-qilada au ta'liq qiladatin wa yubahu ta'liq qiladatin fiha Qur'an aw ish au dhikrin au dhikri ghayrihi bil arabiyya. Bil arabiyya manake yale maneno yafahamike. Wa yu'allaqu ala maridin wa hamilin wa fi ina'in thumma yusqayani minhu wa yurqa min dhalika wa ghayrihi bima warada min Qur'anin wa dhikrin wa du'a. Intaha. Kwa utaona takriban madhehebu manne kwao ile tamima ikiwa inatokana na Qur'an au dhikri ambayo inajulikana inafahamika, basi hakuna nini? Hakuna shirki, hakuna ubaya. Madamu yule aliyoweka anajua mwenye kuponya nani? Kuponya Mwenyezi Mungu. Marhaba. Alhamdulillah rabbil alamin. Tamam. Ama wale wenye kupinga, wao wamebeba hadithi gani? Taban wao wamebeba hadithi Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amepokea. Anasema man allaka tamima faqad ashraka. Yoyote ambaye atafunga ile faqad ashraka. Nimeambia mara nyingi haya mambo ya mtu yoyote ambaye yafahamu Kiarabu yake atachukua hadithi haya twende. Yani mwanzo kabisa tulipotaja mambo ya tamima niliwauliza ile tamima huwa nini? Ile irizi huwa nini? Kasema huwa imeandikwa Qur'ani. Sasa wewe fikiria, mimi ile tamima nimeandika Qur'ani, sawa? Qur'ani maneno nani? Nimemshirikisha nani? Yani nimemshirikisha Mwenyezi Mungu na nini? Maana yake shirki ni mimi nimeabudu kitu ambacho si nani. Sasa mmetumia tamima ambayo ni ya Mwenyezi Mungu. Haya, mmemshirikisha vipi? Na pia hadithi ambayo wao wanatumia ni ile hadithi Bwana Mtume anasema innamat tamai waruqa watiwala shirkun, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hivi vitu vitatu, na kuna riwaya nyingine imetaja vitu vinne. Hivi vyote nini? Ni shirki. Sasa mwajibu vipi nyinyi? Na hadithi hizi mtu atakuja kuambia bwana hadithi sarih hata kama maulama wote watasema hivi, lakini wamempinga Bwana Mtume, haitukuba. Subhanallah. Haya, moja kwa moja tueleza yale maneno ya Baihaqi aliyosema. Na tuangalia fahamu ya maulama. Ibn Umar yajua hizi hadithi kuliko sisi. Ibn al-Musayyib yajua hizi hadithi kuliko sisi. Kina Baihaqi wanajua hadithi hizi kuliko sisi. Kina Nawawi wanajua hadithi hizi kuliko sisi. Wamezielezaje? Wamesema hapa mtu ikiwa amekusudia amri kadha kama tulivyoeleza yani. Naam. Kidogo. Sawa? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sasa hizi hadithi maulama watuambia hizi ni am. Sio nyinyi mmesoma usuli. Hizi ni am. Hususan Bwana Mtume katika hadithi ambayo amesema tamaim, ametaja mambo ya irizi, pia ametaja ruqya. Sio?
Lakini kuna hadithi nyingine ambayo sisi tumeitumia ama tumeitaja. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameangalia, ametaja, ameulizwa kuhusu nini ruqya, akaambiwa ruqya ambayo haina shirki inafaa ama haifai? Akawaambia inafaa. Moja kwa moja tufahamu, kwa hivyo pale ilomaanisho ile ruqya ilozoeleka wakati ule ni ruqya ya kijahilia ambayo ina shirki, ile ndo shirki. Wa hakadha fasara ulama tamima pia. Itaje hiyo irizi. Na ndio utaona maulama wote wanazuoni wa tabiina, Imam al-Baqir, Sa'id ibn al-Musayyib, aitwaje huyo, Ibn Umar, Sayyidatuna Aisha, na wote utaona wako hivyo hivyo, na madhehebu yote manne yakwambia yafaa madamu imeandikwa kwa Kiarabu, dhikri inajulikana, ama imeandikwa kwa Qur'an, haina neno. Na mtu awe na hakika, ajue, awe katika itikadi yake anajua kuwa inayoniponya si hii, inayoniponya Mwenyezi Mungu. Na vile vile wewe kwa nini ngoja ukisoma pale ile ruqya ukatufia kwenye maji, ile inayoponya yale maji ni Mwenyezi Mungu, lakini wewe watabaruku na ile maji, sio? Manake ni maneno ya Mwenyezi Mungu pale, sasa umeyasome. Kwa hakika ndio inayosemwa pia kwenye nini, kwenye tamani. Fala ishkala mutlaqan wala haraja, hiyo tamima, lakini kwa haya masharti kama tulivyoyataja. Allahu a'lam. Naona tumefanya leo kwa haraka si nini sana, hakuna taamuki sana. Maana leo kuna masaili mawili tutataka kuangalia. Masala ya pili ni masala ya taswiyatu suhuf, ama tuseme kushikanisha nini, maguu. Ani katika masaili pia lilasaf amba kusikitisha akhi. Masala ya kushikanisha miguu ama namna ya kusimama kwenye swafu. Asili ya kusimama kwenye swafu, maulama wamekhtalifiana madhehebu. Tusimame vipi? Yani tupanue maguu vipi? Hii hata ukiangalia kwenye, kama sijakosea, matni ya al-Muqaddima al-Hadramiyya mwafakuwa mmesomeshwa. Kama hamkusomeshwa kwenye matni ya al-Muqaddima basi ni sharhi. Lakini ukisomeshwa matni ya al-Muqaddima al-Hadramiyya lazima ubainishiwe kuwa wewe ukisimama uweke nafasi baina ya miguu yako miwili kadri ya shibri. Ndio madhehebu yetu. Hamujasoma? Hamujasoma? Fanya machezo. Ikiwa unasimama kwenye swala, madhehebu yetu uweke tofauti, yani nafasi baina ya miguu yako miwili kadri ya nini? Kadri ya shibri moja hivi. Sio panue hivi kama ambaye sijui uko uandani kule player fulani, hata tusije tukataja majina. Lakini usipanue sana. Ndio madhehebu yetu. Sasa hawa wanakhalifu bwana mtume. Tutakuja tuone hao khalifu bwana mtume vipi. Manake watu wengine hawana heshima kabisa. Yaani Imam Shafi manake ameketi ameamua tu kukhalifu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nakumbuka mmoja wa mashekhe alivokasirika akaanza kusema kuna mtu bwana sehemu fulani ametokea yuzungumza, sema qala Shafi'i kadha wa qala an-nabiy kadha faman aula bil ittiba'i. Amesema Imam Shafi'i hivi na asema bwana mtume hivi, je, nani ndo aula tumfuate? Angalia watu walivyokorofi. Yani kama ambaye Imam Shafi'i na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni nini, ni mapote mawili tofauti. Hata sasa watu wanaopingana walivyokorofi watu hatumjamfahamu Imam Shafi'i, tunataka kujifanya kuwa tufahamu. Almuhim, madhhabu ya Imam Shafi'i wazi. Madhhabu ya Imam Shafi'i wazi. Madhhabu ya Imam Abi Hanifa ni baina ya vidole viwili kuwe na vidole vinne peke yake, kadri ya hivi vidole vinne. Na madhhabu ya Imam Abi Hanifa yani baina ya miguu miwili, wewe ukiswali baina ya ile miguu miwili kuna vidole vinne tu. Ukipanua zaidi hapo ni makruhu, na ukishikanisha ni makruhu. Madhehebu yetu ni shibri. Ukipanua zaidi hapo ni makruhu, ukifupisha ni makruhu. Nini? Size. Shibri ni hivi boss. Shibri ni hata hivyo karibu zimekaribiana. Shibri ni upanu, yani ukifungua kidole chako cha gumba na hiki kidole kidogo. Angalia, mimi nikisimama. Shibri ni hivi. Sawa? Baina ya miguu yako kwa hivi. Madhhabu ya Abi Hanifa vidole vinne. Mzee. Sawa? Hai, madhhabu ya Imam Malik
na Imam Ahmad bin Hanbal wao imefanana. Wao wanasema almanduba yakuna bihalati mutawassita, ndio bihalati mutawassita bihaithu la yadhummuhuma wala yuwassi'uhuma kathiran hatta yatafahashu urfan au yutafahashu urfan. Madhhabu ya Imam Malik na Imam Ahmad ni yule mtu asimame kulingana na mwili wake, awe mutawassit, asiwe amepanua sana ama ameshikanisha. Ndio sunna. Asiwe amefanya nini? Amepanua sana, asiwe amefanya nini? Ameshikanisha. Ni sunna mtu asimame mutawassit, mtu mnene kidogo iwe pana kidogo, mwembamba, yani iende na mabega yake. Wengi wakwambia iende na nini? Mabega yake. Wewe ukisimama hivi na tutafanya practical muone wenyewe. Ndio. Madhhabu ya Imam Ahmad anasema labda kama hivi. Yaani iende na mabega. Wewe uko straight, sio hivi. Na pia sio hivi. Tumeelewa? Kwa hivyo mmeona madhehebu yote manne ukitafuta vitabu vya fiqh na hapa challenge ndio mkatafuta kitabu cha fiqh, tafuteni. Upati sema wamesema kuwa ni sunna katika sunna za jamaa kufanya nini? Hakuna. Na hapa mimi challenge ndio mkaangalia. Upati vitabu vya madhehebu vilivyopokewa tangu kitambo, madhehebu yote manne, upati wameeleza kuwa ni sunna kushikanisha miguu. Sunna ni taswiyatu sufufi. Sunna sio kushikanisha miguu. Na hupati hadithi sarih bwana mtume ameamrisha shikanisheni miguu, hakuna. Hadithi zilizoko ni saddul furaj, fungeni nini? Nafasi. Msiache nafasi. Maana kuacha nafasi si ati mshikanishe miguu. Maana kuacha nafasi ni kusiwe na nafasi. Urfan mtu akiangalia aone nyinyi hamuna nini? Hamuna nafasi. Hata tukasimama kama nilivyoambia tutajaribu tufanye practical hapa baada ya darasa. Muone watu wawili wakisimama hivi, hata kama hawajashikana miguu, lakini ile miguu yakaribiana, mtu akiangalia kwa nyuma aweza kuona hakuna nafasi. Hiyo ndio inayotakikana. Bali kule kupanua utapata baina ya miguu yangu mimi ambaye ninapanua kuna nini? Kuna nafasi tena kubwa. Tumeelewa? Hii ndio hukumu ya madhehebu manne. Madhehebu manne wa khalifu bwana mtume. Yaani wewe kama Muislamu mwenye akili, sio hata Muislamu, wewe ni katika uqala. Hawa madhehebu manne wote basi yake jamani wamepanga kumkhalifu bwana mtume. Jamani. Yaani ni mambo ya kushangaza sana. Watu hata hawana haya. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Haya. Tuangalie dalili ambao wao wanayo. Wana shibh dalili. Wana shibh dalili. Manake apokea Saidina Anas, asema Saidina Anas, wa kana ahaduna, yani bwana mtume alipoambia haya linganisheni swafu. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambia haya linganisheni swafu, basi akasema Saidina Anas, wa kana ahaduna, ilikuwa mmoja wetu, yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi, ilikuwa akishikanisha bega lake kwa nini? Kwa bega la mwenzake, wa qadamahu biqadamihi. Na hapa kuna kitu kingine, na kisigino. Qadam si vidole. Hata kama mtaka kushikana, mshikanishe nini? Qadam. Kama kweli mtaka kushikana, shikanisheni qadam. Muone kama inawezekana. Utasimama yako utasikia dhiki kweli. Wa qadamahu biqadamihi, na ashike visigino vyake, yani alikuwa akishika visigino vyake na visigino vya mwingine. Nyinyi hapa mkiswali mwashikana nini? Mwashikanisha nini? Mwashikanisha nini? Mwashikanisha vidole. Mmetoa, leteni hadithi. Hao wanaosema shikanisheni vidole, hadithi kwa hakuna. Na pia hii si amri ya bwana mtume, hii ni fi'li ya nani? Ya Saidina Anas. Sasa msikize asemaje, itwaje? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wanaoeleza hii hadithi. Asema Ibn Hajar manake ameieleza. Asema Ibn Hajar, manake hadithi imepokea na Imam al-Bukhari. Mimi shaikumsikia mtu akipokea riwaya nyingine ya hadithi, kisha hata haangalii Ibn Hajar asema nini. Subhanallah, ataka yeye kuja kuleta nini? Kuleta hukumu. Gharib, yani gharib jiddan. Sisi tumewavuka kina Ibn Hajar. Naam, hafidh kwa katika sharh ya Sahih Bukhari. Ibn Hajar hafidh asema, yeleza hadithi, asema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Qala al-Hafidh Ibn Hajar fi Fath al-Bari, al-murad bidhalika, mapendelewa ya hini, yani hii hadithi ambayo tumesema hapa, kufanya nini? Bega kwa bega,
kisigino kwa kisigino. Anasema mapendelewa almubalagha fi ta'dili safi, ni katika kufanya mubalagha, katika kupita mipaka, katika kufanya nini, katika kulinganisha safu. Hiyo ndo lengo yake, hiyo ndo lengo. Almubalagha fi ta'dili safi wasaddi khalalihi, na kufunga yale mapengo. Alhamdulillah, kwa sio mapendeleo atutushikanishe. Kwa nini? Na pia Imam an-Nawawi anasema hivyo hivyo katika Majmuu. Imam an-Nawawi ameeleza hivyo hivyo. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasul. Haya, mwingine anaitwaje, I'la'i Sunan. Katika kitabu cha I'la'i Sunan anasema walau humila al-ilzaqu ala al-haqiqa, lau kuliku sana kushikana ingekuwa ni kwa hakika, yani tungebeba kwa maana lazima mushikane. Asema fal muradu minhu, basi mapendelewa ya hiyo, yani sisi tunasema maana yake ni kuwa walikuwa wakiajilisha swafu. Hii ni kuonyesha ile hirsi yao ama pupa yao katika kulinganisha nini, swafu. Lakini haya hata tukisema kuwa ilzaq ni hakika, yani ni kuwa ni kubusana, asema hivi, sikiza kitabu I'la Sunan anasema fal muradu minhu, basi mapendelewa ya hiyo ilzaqi nini, ihdathuhu waqta al-iqama, ni kuileta ile ilzaqi wakati gani? Wakati wa kusimamisha swala tu. Wakati wa kufanya nini? Wa kusimamisha swala, litaswiyati safi, ili kufanya nini? Kusawizisha safu, kupanga safu. Asema fa inna ihdath al-ilzaqi baina tilka al-a'dha'i tariqu tahsili hadhihi taswiya, kwa sababu kule kubusana wakati wa kuanza swala ni katika njia ya kufikisha ile safu ifanye nini, ilingane, sio? Asema wala dilalata fil hadithi ala ibqaihi fi salati ba'da shuru'i biha fiha, na katika hii hadithi hakuna dalili kuwa katika swala wao pia walikuwa wakifanya hivi, walikuwa wakiendeleza kushikana etaje mabega ama miguu. Sio dalili, hakuna dalili. Dalili yaonyesha pale tulipoambiwa sawu sufufakum, tukadishikanisha nini, mabega na tukadishikanisha miguu ili safu fanye nini, ilinganisha. Lakini hakuna dalili, hii si dalili ya kuwa ndani ya swala walikuwa pia wakifanya nini. Ukiona Allah yu'in, kiamka kwenye safu kuna watu atapanua miguu mpaka kukanyaga. Wewe umesimama ile kisunna, lazima kukanyaga. Ajibu yani. Asema waman idda'a dhalika falyati bihujjatin alayhi, na yule ambaye anadai kuwa hii kugusana ilikuwa ndani ya swala pia alete hoja. Sisi tumeona, maana hadithi inasema ilipokimiwa swala bwana mtume akasema sawu sufufakum au istau, sisi tukafanyaje? Tukashikana bega kwa bega, mguu kwa mguu. Ukitaka kusema kuwa ndani ya swala pia ilikuwa hivi, lete dalili. Sawa. Kwa hiyo ndio rai ya madhehebu manne, na mmeona ile dalili ambayo wao wanaitumia haikuachwa, imeelezwa. Dalili ambayo wao wametumia haikuachwa, imeelezwa. Na utaona kama nilivyowaambia, tukimaliza tafanya hapa practical, nyinyi wenyewe mtaona muone je yawezekana. Maana kuna hadithi nyingine yasema pia goti kwa goti, bega kwa bega, goti kwa goti na nini, na mguu kwa mguu. Tutafanya hapa sasa hivi inshallah, Mungu akutupa uhai na uzima. Naam, kwa mpaka hapa fikiri tutatosheka na hii ya leo, masail haya inshallah. Mungu atupe uhai na uzima. Leo inshallah ndo siku ya mwisho, na kuna masail taban mengi yamebaki. Tutakuwa labda tuwasiliana ama mtatafuta nyinyi namna yani ya kufanya bahthi, tutafundishana pole inshallah, Mungu akitupa uhai na uzima. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad an-nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah awwalan wa akhiran.